kwamba si nini tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani. Tuliposema hatuendi kwenye uchaguzi bila mabadiliko, uchaguzi umefanyika? Kuna uchaguzi uliofanyika? Kuna kura zilizopigwa? Hata hao wanachama wao wanaosema wanachama walienda kupiga kura? Maana yake ili hata watu wa CCM wajitokeze kupiga kura, lazima Chadema iwepo. Ndio maana nasema Chadema ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii. Kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani, ni chama kikuu cha siasa Tanzania. Si kama mnalielewa hivi. Ndio chama kikuu cha upinzani kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga everywhere wako hapa kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeisha jijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu. Mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na sisi. Kama wanajiamini tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi. Watanzania waamue nani wanataka awaongoze. Full stop. Mambo mengine haya sisi hatutayafanya. Na hii ni sehemu ya pili ya Bwana John Heche. Anakataa kabisa uwezekano wa Tundu Lissu kuachiliwa kwa masharti yoyote ya kutolewa gerezani. John Heche anasisitiza kuwa hakuna nafasi ya Tundu Lissu kutolewa kwa masharti kwa kuwa ulinzi wa haki ya mtuhumiwa unapaswa kufanywa bila ubaguzi. Kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyelalamika kwa hii kesi. Hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwenye upinzani, at least kwa upande wetu Chadema, anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. Si kama mnanielewa? Kwa hatutakubali blackmail. Hii kesi wanataka kuitumia kama blackmail, kwamba wamemkamata mwenyekiti, wanakaa naye, alafu wanatengeneza masharti kwamba fanya hivi. Mara ya kwanza walisema kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya. Nilisema hapo mwaka jana. Mwenyekiti amwambia hawezi kukubali, wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na maagizo yao ya uongo au na makubaliano yao ya uongo au na kitu wanachoita maridhiano ya uongo, kwamba kubalini kwamba si nini tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri? Kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali, kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali. Tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms no election, akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa. Na wengine wanashangaza sana wanaosema hivi, wanasahau kwamba mwenyekiti Mboya alikaa gerezani miezi 8. Wakati ule mwenyekiti Mboya alipokuwa gerezani, yule anayesema hayo mambo ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani alikuwa ananufaika na Mboya kuwa ndani? Haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani ili tukubaliane na masharti yao? Wanajidanganya sana, wanadili na watu tofauti kabisa ambao hawawajui. ANC ilifutwa na makaburu, lakini haikufutika kwenye mioyo ya wananchi wa Afrika Kusini, kwa sababu ilikuwa ni hewa, ni oksijeni yao, ni oksijeni ya mabadiliko. Chadema ni oksijeni ya mabadiliko kwenye nchi hii, ni oksijeni ya uchumi. Huwezi kuifuta, imevuka level hizo za kufutwa.
leo ninavyozungumza na nyie, nimeona wanachama wetu kule Migori wamejenga ofisi leo, wanaezeka. Yaani chama kimefungiwa, wanachama wanajicoordinate, wanajenga ofisi na wanaezeka katika mazingira magumu haya, wanafanya shughuli za chama. Hiyo inakuambia nini? Kwamba hiki sio chama unachoweza kuua kama unavyofikiri, ni kujidanganya. Magufuli alisema hivyo kwamba Chadema itakufa. Imekufa, imekufa. Ndio maana nasema Chadema ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii. Kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani, ni chama kikuu cha siasa Tanzania. Si kama mnalielewa hili. Ndio chama kikuu cha upinzani kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga everywhere wako hapa kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeshajijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu. Mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na sisi. Kama wanajiamini tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi. Watanzania waamue nani wanataka awaongoze. Full stop. Mambo mengine haya sisi hatutayafanya. Asanteni sana, tukutane Jumatano. Umefanyika shuhuda toka mudogo kwa mema unayotenda, tena wengi wamejifunza, wakimwaza Mungu wanamwona ndani yako. Umefanyika shuhuda toka mudogo kwa mema unayotenda, tena wengi wamejifunza, wakimwaza Mungu wanamwona ndani yako. Bila unapoenda hata ugenini, kazi kutenda mema, hakujui umjui unasaidia, ubaya na dhambi unakaribia, hakujui umjui unasaidia, ubaya na dhambi unakaribia. Tusichojua unapita mapito magumu baba, tusichojua unapita mapito magumu mama, tusichojua unapita mapito magumu kaka, tusichojua unapita mapito magumu dada. Hayo ni majaribu kakupa Ibilisi, Mungu atajivunia kuona unashinda. Hayo ni majaribu kakupa Ibilisi, Mungu atajivunia kuona unashinda. Pona magonjwa yote kwa jina la Yesu. Fire. Pona kwa jina la Yesu. Nakuombea kwa jina la Yesu. Mashida yote tona kwa jina la Yesu. Mikosi mabara kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Nakuombea kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Usikate tamaa katika kutenda mema, tena usichoke katika kutenda mema. Usikate tamaa katika kutenda mema, tena usichoke katika kutenda mema. Ukadhani labda Mungu kakuacha, ndio maana unateseka.
maana unateseka we. Ini ukajiuliza unakosea wapi? Ona unateseka we, ona unateseka. Hayo ni majaribu kakupa Ibilisi, Mungu atajivunia kuona unashinda. Hayo ni majaribu kakupa Ibilisi, Mungu atajivunia kuona unashinda. Kwa jina la Yesu unasumbuka sana, kwa jina la Yesu yanakupitia, kwa jina la Yesu unapona, kwa jina la Yesu leo nakuombea, kwa jina la Yesu sitaki uteseke, kwa jina la Yesu pona, kwa jina la Yesu pona, kwa jina la Yesu yote, kwa jina la Yesu fire pona, kwa jina la Yesu nakuombea, kwa jina la Yesu shida yote tona, kwa jina la Yesu mikosi mabara, kwa jina la Yesu